Ikiwa makombora ya Taurus ya Ujerumani yatapiga ndani kabisa mwa ardhi ya Urusi, makombora ya balistiki ya Oreshnik yatatua Berlin. Hali kati ya Urusi na Ujerumani inazidi kuongezeka kila wakati, ambapo wachambuzi wa mambo hasa wa kivita wanadai huenda vita kubwa kati ya Urusi na Ujerumani ikaweza kuanza mapema mwezi Juni mwaka huu, huku Wajerumani wakiamini kwamba wana uwezo wa kuweza kupambana dhidi ya Urusi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anamsukuma kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz kuelekea uamuzi wa kulishambulia daraja la Crimea kwa kutumia makombora ya Taurus. Na iwapo mwanasiasa huyo wa Ujerumani ataendelea kufanya hivyo, shambulio hilo kwenye daraja hilo linaweza kusababisha vita kali kati ya Urusi na Ujerumani. Kulingana na mchambuzi wa siasa za Urusi Sergei Markov, baada ya uwezekano wa shambulio la kombora la Taurus, anasema kansela wa Ujerumani angejaribu kuhamisha jukumu hilo kwa mamlaka ya Ukraine. Hata hivyo, Moscow ingeishutumu Ujerumani kwa kushiriki katika mzozo dhidi ya Urusi. Kwa hiyo mchambuzi huyo anabaini kusema kwamba vita kati ya Urusi na Ujerumani vinaweza kuanza mapema Juni mwaka huu, akidai kuwa huenda Urusi ikaanzisha mashambulizi katika eneo la Ujerumani ikilenga maeneo ambayo makombora ya Taurus yanatengenezwa na kuhifadhiwa, na kufuatia hili Ujerumani ingeweza kulipiza kisasi. NATO basi ingetangaza rasmi vita dhidi ya Urusi. Mchambuzi huyo anasema kwamba huenda ndio sababu ya nchi za NATO kuitenga Poland kama nchi ambayo itatumika kwa ajili ya kufanya mashambulizi wakati wa vita kati yao na Urusi. Hata hivyo, Urusi kupitia Sergei Lavrov ametoa onyo siku ya leo kusema kwamba Ujerumani inatafuta kuanguka kama ilivyoanguka katika vita vya pili vya dunia, na ni Urusi ambayo ilitumia makombora mazito kupambana na unazi wa Ujerumani. Sasa kiongozi mpya, kansela wa Ujerumani, wakati huu anarudi kutaka kupambana na Warusi kwa mara nyingine tena, lakini Urusi ikisema wala haina hofu na itapambana vilivyo. Kulingana na Markov, mlolongo huu wote ni sehemu za mpango wa Zelensky unaungwa mkono na Merz. Anaamini kuwa hii inathibitishwa na kuondolewa kwa vizuizi vya utumiaji wa makombora ya Taurus. Kansela wa Ujerumani anasema uwasilishaji wa Taurus kwa Ukraine inawezekana kufuatia mkutano wa kansela huyo na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, akibainisha kuwa Kiev na Berlin walikuwa wanashughulikia suala la kupeana makombora ya masafa marefu ya Taurus, na alikataa kushiriki maelezo ya ushirikiano huo, akitoa ahadi ya usiri. Merz pia alisema kuwa kusambaza makombora ya Taurus kwa Ukraine inawezekana kabisa. Zaidi ya hayo, katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na Zelensky alisema Berlin inaweza kushirikiana na Kiev katika kutengeneza vifaa hivyo vya kijeshi, ingawa hakutoa maelezo yoyote. Wizara ya Ulinzi ya Ujerumani kwa upande wake imeripoti kwamba silaha za kwanza za masafa marefu zinazozalishwa nchini Ukraine kwa ufadhili wa Ujerumani zinaweza kuwa tayari kutumika ndani ya wiki chache. Inapendekeza kulenga viwanda vya Ujerumani ikiwa makombora ya Taurus yatatumwa. Serikali inadai kwamba ikiwa makombora ya Taurus yatatumiwa dhidi ya Urusi, Moscow inaweza kushambulia kiwanda hicho cha utengenezaji nchini Ujerumani. Kuna mmea mmoja tu wa aina hiyo nchini, kwa hiyo kombora moja lingetosha. Mtambo huo uko mbali na maeneo ya mijini katika eneo lisilokaliwa na watu, kwa hivyo kombora moja tu litatosha kuangamiza eneo hilo. Na wakati ambapo tunafanya majaribio kwa kutumia kombora la Oreshnik, kila mmoja aliona, na hivyo kombora hili litatumika kuiangamiza Ujerumani. Moscow inaweza kutumia mfumo wa makombora wa ballistic wa Oreshnik kushambulia eneo la Ujerumani. Hata hivyo, wataalamu wengine katika jeshi la Urusi wanasema kwamba Urusi ipo tayari kujibu kombora la Taurus na bila wasiwasi wowote. Nchi za magharibi zimeondoa vikwazo vya misaada vya kijeshi kwa nchi ya Ukraine mnamo mwezi Mei, huku kansela wa Ujerumani Friedrich Merz akitangaza kwamba Berlin haitoweka tena mipaka ya aina mbalimbali za silaha inazotoa kwa Ukraine, na akaongeza kuwa pamoja na Ujerumani, Uingereza, Ufaransa na Marekani pia zimeondoa vikwazo mbalimbali. Katika kujibu tangazo hili, seneta wa baraza la shirikisho Grigory Karasin alisema uamuzi wa magharibi ulikuwa ni maendeleo ya bahati mbaya sana kwa mazungumzo ya amani. Hii bila shaka ni mbaya sana. Inasikitisha sana kuona kwamba kiongozi anataka kufanya mapambano dhidi ya Urusi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.